PSB Digital, haki na ukweli. Amani iwe nawe PSB upon you. Habari za mida, natumai wewe ni mzima wa afya kabisa popote ulipo. Natumai unaendelea vyema. Na nimekuja kuzungumza na wewe maneno mawili matatu yanayoendelea ulimwenguni. Kuna story nyingi sana zinaendelea ulimwenguni, lakini unafahamu kuwa story nyingi zaidi sisi tunazungumza kupitia magrupu yetu, lakini kupitia hapa tunaangalia baadhi ya story moja mbili tunakuletea, tunazungumza hapa. Lakini kama utataka story nyingi zaidi za mambo yanayoendelea ulimwenguni kila siku, usiache kujiunga kwenye magrupu yetu ya kulipia ili uwe mbele sana, yani uwe unazipata taarifa zote kwa wakati mmoja. Nataka kuzungumza taarifa moja tu iliyoandikwa na vyombo vya habari vingi kabisa, ikiwemo hata Al Jazeera wameandika kuhusu tamko la Irani lililosema kuwa linazo hazina, na wanasema kuwa wana hifadhi ya kutosha ya taarifa ambazo walizidukua kwa Israeli, taarifa ambazo zinaelezea, yani taarifa za siri, tuseme kuwa wamenasa taarifa za siri za Israeli ambazo hazijatolewa kokote, na wanasema kuwa hivi karibuni wataziachia taarifa hizo. Hivi karibuni wataziachia. Michezo hii ya Israeli na Iran imekuwa ikiendelea, lakini tangazo hili la Iran unajua limefatiwa na kamata ya kutosha ndani ya Israeli, kwa sababu Israeli imekuwa na operation kubwa sana ya kukamata raia hata wa Israeli wenyewe ambao wanashutumiwa kuwa mawakala wa Tehran. Hali kadhalika hivyo Iran imekuwa ikikamata mamia ya raia wake ambao inawataja kuwa wamekuwa ni mawakala wa Mossad. Kwa hiyo ni nchi ambazo ni zote zinawindana kwa nafasi yao. Kuna watu ambao wanakamatwa kiuhalisia wanahusika, lakini katika hili pia kuna wengine wanaingizwa tu kwa sababu unajua msafara wa mamba. Sasa hii taarifa inasema hivi, waziri wa ujasusi Khatib anasema Teherani kuwa inazo maelfu ya nyaraka ambalo ni nyingi na zisizoeleweka na zinazoeleweka. Waziri wa ujasusi wa Iran Ismail Khatib amesema nyaraka nyeti za Israeli ambazo zinahusiana na vituo vyake vya nyuklia, uhusiano wake na Marekani, Ulaya na nchi zingine, pamoja na uwezo wake wa kujihami zitaachiwa hivi karibuni. Mmeelewa? Israeli ni moja ya nchi ambayo inamiliki nyuklia, lakini ni nchi ambayo haijawahi kukiri duniani kuwa wao wanamiliki nyuklia, na no official statement ambayo imewahi kutolewa na serikali ya Israeli, na haikubali hata wakaguzi ambao dunia inawalazimisha waende kukagua kule Iran, wale IAEA hawaendi Israeli. Lakini Israeli anazo nyuklia ambazo hajawahi kuthibitisha. Sasa ziko wapi? Zinafanyaje? Zinakuwaje? Irani wanasema kuwa wamepata nyaraka muhimu za kijasusi ambazo zinahusiana, nyaraka nyeti kuhusu vituo vyake vya nyuklia, sehemu vilipo vituo vya nyuklia na aina ya nyuklia zilizopo, aina ya silaha zilizopo wanazo, uhusiano wake pia na Marekani. Kwa hiyo uhusiano na Marekani, kuna yale mambo yamejificha, yale behind the scene, kuna yale ambayo mnayaona wazi wazi, lakini mipango ya siri kati ya Israel na Marekani, Irani wanasema wanazo, pamoja na Ulaya na nchi zingine, pamoja na uwezo wake wa kujihami utaachiliwa hivi karibuni na ulimwengu ujue. Khatib aliambia runinga ya serikali Jumapili kwamba hati zilizopatikana na zinazoshikiliwa na Tehran, hazina yani, inasema inayoweza kuimarisha, yani anasema kuwa ikiwa zitatolewa basi ni hati ambazo zitaikera sana serikali ya Israeli, ambayo yenyewe haijawahi kufichua maelezo zaidi kuhusu silaha zake za nyuklia. Hati hizo zinasemekana imejumuisha silaha nyingi za atomic na kuifanya kuwa nchi pekee Mashariki ya Kati yenye mabomu ya nyuklia, na bado Israeli haijatoa maoni yoyote kuhusu kuvuja kwa hizi taarifa au kuhusu madai ya Irani kuwa wataachia hivi vitu. Hata hivyo kumekuwa na kamata kwa Waisraeli wanaodaiwa kufanya ujasusi kwa Teherani, huku kukiwa na vita vyake huko Gaza. Haikuwa wazi ikiwa nyenzo hizo zilitokana na udukuzi ulioripotiwa na kituo cha utafiti wa nyuklia cha Israeli mwaka jana. Mwaka jana nadhani ilikuwa kati ya Septemba
Kati ya Julai na Septemba, kituo cha utafiti cha nyuklia cha Israeli kiliripoti kuwa kulikuwa kuna udukuzi mkubwa wa nyaraka muhimu ambazo zilidukuliwa. Na hiyo ilifuatia kamata ya hali ya juu ambayo Israeli iliendesha. Sasa haifahamiki kama hizi taarifa ambazo Irani wanasema kuwa zilizuiliwa au taarifa hizo wanasema Irani wanazo, je, zinatokana na hiyo au hizi ni taarifa nyingine kabisa? Lakini sambamba na hili, Irani kuna taarifa ilitolewa na IAEA ambayo inaongozwa na Rafael Grossi. IAEA ni shirika la atomic duniani. Inadai, na hii taarifa imeandikwa na hata gazeti la Israel la Hayom lilikuwa limeandika hii taarifa kuwa wakala wa kimataifa wa nishati atomic IAEA alifichua kuwa Irani ilikuwa imefanya majaribio ya vilipuzi ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kutengeneza silaha za nyuklia. Sasa hii taarifa ya IAEA inaakisi kuwa Irani ilishaanza kufanya majaribio ya nyuklia toka mwaka 2018. 2018 ndio mwaka ambao Donald Trump alivunja mkataba na Iran kujitoa kwenye ile makubaliano ya nyuklia mwaka 2018. Sasa ukiangalia taarifa ya IAEA inaonyesha toka wakati huo Iran alikuwa akifanya majaribio ya nyuklia. Sasa jibu linalokuja linaenda kwenye kile kitu ambacho alikizungumza Donald Trump wakati anajaribu kutafuta nafasi ya kurudi White House kwa mara ya pili. Mnakumbuka kabla, nadhani ilikuwa ni kati ya Julai mwaka jana, Julai na Agosti, kipindi hicho Trump alinukuliwa akisema kuwa kwa taarifa alizonazo kupitia kwa watu wake wa karibu anaowaamini, anasema kuwa Irani ilikuwa inahitaji wiki 2 kukamilisha kombora lake la nyuklia. Yani Irani ilikuwa ikihitaji wiki 2 iweze kukamilisha kombora la nyuklia. Alizungumza akiwa kati ya Julai na Agosti ya mwaka jana. Sasa fikiria wiki 2 ni ngapi zimepita ambazo mpaka hivi leo, yani kutoka alivyozungumza Donald Trump mpaka hivi leo wiki 2 ngapi zimepita? Manake urutubishaji wa urani wa Irani ulikuwa kiwango cha juu, na ndio juzi taarifa ya IAEA inasema kuwa urutubishaji wa Irani ni wa hali ya juu sana, uko juu sana, ambao kuwa ile urani ambayo imerutubishwa tayari ina uwezo wa kutengeneza kombora. Na ndio maana unarudi kwenye kauli ambayo Irani wao wanasema kuwa ikiwa watashambuliwa kwa njia yoyote, basi within 24 hours watakuwa wamekamilisha kombora la nyuklia. Nataka kusema, na nilishawahi kulisema kipindi cha nyuma, kuwa Irani anatuchezea akili kama Israeli anavyowachezea akili duniani. Irani anatembea kwenye njia za Israeli zile za kutokuthibitisha. Israeli anamiliki nyuklia na hajawahi kuthibitisha. Mimi ni mmoja wa watu ambao nikipanga kwa asilimia, bado naweka asilimia kubwa zaidi za kuwa Irani anamiliki nyuklia. Hizi nchi za Western si kwamba hazijui, zinafahamu kuwa Irani anamiliki nyuklia, lakini kama utathibitisha Irani anamiliki nyuklia, tayari umemsaidia kazi. Hawataki kuifanya kuwa official kama ilivyo kwa Israeli, kuwa hazungumzi lolote kuhusu umilikaji wa nyuklia, kwa sababu Irani akitangaza hivi sasa mimi namiliki nyuklia, atakutana na vikwazo ambavyo hali itakuwa ni ngumu zaidi kuliko kipindi. Kwa hiyo Irani wanaamua kuliweka hili pembeni, na ndio maana niliwahi kuambia mimi, ukitazama hatua za Irani, ukitazama na vigezo, utaona kuwa Irani anamiliki nyuklia. Yani utaelewa moja kwa moja Irani tayari anamiliki nyuklia. Rudi nyuma mwaka jana 2024, Irani amefanya mashambulizi mara 2 ndani ya Israeli. Mara 2 ndani ya Israeli. Baada ya Israeli mwezi wa 3 kushambulia ubalozi wake kule Damascus, Irani ilienda kujibu Mei Mosi, akashambulia Israeli kwa makombora, drone na kila kitu. Israeli ikaenda ikamuua Ismail Hania ndani ya Tehran. Irani ikajibu Oktoba mosi kwa kushambulia tena Israeli. Hili swala usingeliona katika kipindi cha nyuma. Wakati Israeli ilipokuwa ikiua wanasayansi wa Irani alikuwa anakunja mbawa. Njia zozote za kuichokoza Irani walikuwa hawataki kujibu, kwa sababu walikuwa na hofu moja tu, kuwa tutakwenda kuvuruga mpango wetu urudi nyuma sana, kwa sababu Western walichokuwa wanatafuta sababu tu ili waweze kutushambulia, waende kuharibu miundombinu yetu ambayo itaturudisha nyuma sana. Ndio maana unaona toka 1979 au kuja kuanzia miaka ya 80 wakati Irani amerudisha tena programu yake ya nyuklia, kuja katika miaka 2000 wanasayansi wengi wa Irani wamekufa. Wengi wameuawa, lakini Irani hakuwahi kujibu, kwa sababu alijua kabisa kuwa mpaka
mpaka nitimize lengo langu. Lakini kitendo cha Iran kwenda kufanya mashambulizi mara 2 ndani ya Israel kilikuwa kinatoa ishara moja tu, kuwa hivi sasa anamiliki nyuklia, kwa sababu anafahamu matokeo ya mashambulizi, kuwa nitampa go ahead Marekani na Israel wanishambulie, wataniharibia mipango yangu ya nyuklia. Lakini Iran kwa vigezo, kwa kutazama kwa hali ilivyo, Iran ni Israel mwingine ambaye hataki kuthibitisha nyuklia. Lakini kwangu mimi bado naona Iran anamiliki nyuklia. Kwa tabia zake zinanipa kuwa Irani tayari anamiliki nyuklia. Jamani, asanteni. Msisahau kusubscribe.